Yeah. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetusazia afya njema, pumzi na uhai na kutuwezesha kukutana mahali hapa siku ya leo. Taarifa yangu itakuwa na vipengele vikuu vinne ambavyo ni utangulizi juu ya GST, dhima na dira yake, mafanikio ya GST katika kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya 6, mwelekeo wa GST kwa mwaka wa fedha unaokuja na hitimisho. Katika eneo la utangulizi, ndugu wanahabari na Watanzania wote kwa ujumla, Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Madini na ilianzishwa kupitia Sheria ya Madini sura namba 123 kifungu cha 27A ambapo imekasimiwa majukumu 15. Taasisi hii imetokana na iliyokuwa Wakala wa Jiolojia Tanzania ulioanzishwa mwaka 2005 chini ya iliyojulikana kama Wizara ya Nishati na Madini. Wakala huu ulitokana na Idara ya Jiolojia iliyoanzishwa na serikali ya Uingereza mwaka 1925. Jukumu la msingi la GST tangu kuanzishwa kwake limeendelea kuwa ni kufanya tafiti za jiosayansi, yani jiolojia, geochemistry na geofizikia, ili kubaini aina za miamba na rasilimali madini zinazopatikana nchini kwa lengo la kuchochea uwekezaji hasa katika sekta ya madini na sekta nyinginezo ambazo ni fungamanishi. Kutokana na tafiti hizo zinazofanywa na GST zimewezesha kuchangia sehemu kubwa ya mnyororo wa uchumi kwa kupelekea migodi mingi mikubwa, ya kati na midogo kuanzishwa. Aidha, ukiacha jukumu hilo la utafiti wa madini nchini, GST ina maabara ya kisasa inayotoa huduma za uchunguzi wa madini kwenye sampuli za miamba, udongo, maji na mimea. Ni maabara kubwa na ya kipekee ya serikali na inaendeshwa kwa kuzingatia misingi ya kimataifa, yani iko accredited au ina ithibati. Pia GST ina jukumu la kufuatilia mwenendo wa majanga ya asili ya jiolojia na kushauri namna bora ya kupunguza au kuondoa athari zake kwa wananchi. Majanga hayo ni pamoja na matetemeko ya ardhi, kububujika kwa tope, milipuko ya volkano na maporomoko ya udongo au mawe. Dira ya GST ni ipi sasa? Dira ya GST ni kuwa kituo mahiri katika kutoa takwimu, taarifa na huduma za jiosayansi kulingana na mahitaji ya wateja kwa maendeleo ya taifa. Lakini dhima ya GST ni kutoa takwimu au taarifa na huduma za jiosayansi zenye ubora wa hali ya juu na kwa gharama nafuu kwa serikali na wadau mbalimbali ili kuwezesha kufanya maamuzi sahihi katika matumizi endelevu ya rasilimali madini, uratibu wa majanga ya asili ya jiolojia na hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa na ustawi wa jamii kwa ujumla. Mafanikio ya GST katika kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya 6. Ndugu wanahabari na Watanzania wote kwa ujumla, katika kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, GST imeshuhudia mafanikio makubwa ambayo ni pamoja na la kwanza ni kuongezeka kwa makusanyo ya ndani kutoka wastani wa shilingi bilioni 1.25 kwa mwaka 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 2.39 kwa mwaka 2023-24. Ongezeko hili ni sawa na asilimia 91.32. Ongezeko hili limepatikana kupitia mageuzi na maboresho mbalimbali ya kiutendaji yaliyofanyika katika kipindi husika ambayo yaliongeza ubora wa huduma zitolewazo na GST. Jingine ni kuongezeka kwa idadi ya sampuli zinazochunguzwa kutoka wastani wa sampuli 19,184 kwa mwaka 2021 hadi kufikia sampuli 25,793 kwa mwaka 2023-24, sawa na ongezeko la asilimia 34.45. Ongezeko hili limetokana na maboresho makubwa ya maabara yaliyofanyika hasa katika ununuzi wa vifaa na mashine za kisasa za uchunguzi wa sampuli. Mafanikio ya tatu ni kuongezeka kwa bajeti ya taasisi kutoka wastani wa shilingi bilioni 10 kwa mwaka 2021-22 hadi bilioni 110 kwa mwaka 2024-25, sawa na ongezeko la takriban asilimia 1000. Kwa ajili, ongezeko hili lilikuwa mahususi kwa ajili ya kukamilisha majukumu mbalimbali ya taasisi ikiwemo miradi ya maendeleo.
Mafanikio ya 4, GST ilikamilisha ugani wa jiolojia kwa lengo la kubaini miamba na madini yapatikanayo kwenye QDS 278 na QDS 290 zilizopo hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere na pori la akiba la Selous katika sehemu ya mikoa ya Lindi na Ruvuma, na QDS nyingine 2 ambazo ni QDS 203 na 204 katika sehemu ya mkoa wa Pwani na sehemu ndogo ya mkoa wa Dar es Salaam. Matokeo ya awali ya utafiti yanaonyesha uwepo wa mchanga wa ujenzi, madini ya dhahabu, madini ya urani kwenye upande wa QDS 278 na 290 na uwepo wa madini ya kaolin, chokaa, udongo mfinyanzi, silica sand, madini tembo yani heavy minerals au heavy mineral sands na metali ya dimu yani rare earth elements kwenye quarter degree sheets hizo QDS 202 na 204. Ndugu wanahabari na Watanzania, ninaposema QDS yani quarter degree sheet na maanisha eneo lenye ukubwa wa kilomita 54 kwa 54 ambapo nchi yetu tumeigawa katika quarter degree sheets 322. Na quarter degree sheet ya kwanza iko upande wa Bukoba na ya mwisho ni huko kusini kabisa. Kwa hiyo ukihesabu zile katika vile vipande vya maeneo ndipo huwa tunafanya kazi zetu. Sehemu ya 5 ni kukamilisha ugani wa jiolojia na jiokemia kwa lengo la kubainisha mikondo ya madini kwa quarter degree sheets au QDS 125 iliyopo sehemu ya wilaya ya Kiteto, Chemba na Chamwino na QDS 126 iliyopo katika sehemu ya wilaya ya Kiteto. Ugani huo ulibaini uwepo wa madini ya chokaa. Mafanikio ya 6 ni kwamba GST kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilikamilisha utafiti na uchoraji wa ramani ya jiolojia ya visiwa vya Zanzibar, Unguja na Pemba. Ikumbuke kuwa visiwa vya Zanzibar havijawahi kufanyiwa utafiti huo wa jiolojia. Matokeo ya utafiti huo yamebaini uwepo wa miamba ya chokaa yenye ubora wa kutengeneza saruji, madini tembo yani heavy mineral sands, madini ya silica, strontium, vyanzo vya maji ardhi, maeneo yenye vivutio vya utalii wa jiolojia yani geoparks na maeneo hatarishi ya majanga asili ya jiolojia. Sehemu nyingine ya mafanikio ni kuhuisha ramani ya jiolojia ya wilaya ya Mahenge na kuibua maeneo mapya yenye madini ya kinywe graphite, madini ya vito baada ya kufanya utafiti maalum mwezi Oktoba mwaka 2022 wa jiolojia katika wilaya hiyo. Sehemu ya 8 ni kukamilika kwa utafiti na uhakiki wa taarifa za uwepo wa madini katika mikoa ya Arusha, Manyara, Lindi, Mtwara na Kilimanjaro. Kukamilika kwa utafiti huo kulisaidia kuboresha ramani za uwepo wa madini katika mikoa hiyo, kanzi data ya madini na kitabu cha madini yapatikanayo Tanzania. Sehemu nyingine ni utafiti wa madini ya viwanda ulikamilika na jumla ya madini viwanda 44 ya aina tofauti tofauti yalibainishwa, na miongoni mwao yakiwemo madini viwanda ambayo ni mkakati kidunia yani critical minerals kama vile kinywe. Utafiti wa madini ya helium katika mikoa ya Arusha, Manyara, Dodoma, Singida na Shinyanga ambapo kiwango cha helium kilibainika kwenye chemchem za maji moto zinazofaa kwa hatua ya utafiti wa kina katika maeneo ya Ziwa Natron na Ziwa Eyasi Arusha, Masware Babati, maeneo ya Kondoa, Tarkwa na Gonga Dodoma na Ibadakuli Shinyanga. Mafanikio mengine ya 11 kukamilisha mapitio ya vitabu viwili ambavyo ni kitabu cha madini yapatikanayo nchini toleo la 5 na kitabu cha madini viwanda toleo la 2. Hiki kitabu cha madini yapatikanayo nchini tumepata taarifa za kina zinazoonyesha uwepo wa madini mpaka katika ngazi za vijiji. Kwa hiyo kwa kila mkoa tumeainisha jiolojia yake, kila wilaya mpaka kata na vijiji na aina ya madini yanayopatikana katika hayo maeneo. Kwa hiyo ni kitabu ni zao la kipindi hiki ambacho tunakitolea taarifa kwa sasa. Vitabu hivyo vimechapishwa na kusambazwa kwa wadau, lakini pia vitabu hivyo vina taarifa mpya juu ya maeneo yenye madini nchini na hivyo inatarajiwa kuchochea uwekezaji katika sekta ya madini.
12 ni JST ilikamilisha utafiti maalum wa jiolojia, jiofizikia na jiokemia uliofanyika kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera na kubaini uwepo wa madini ya kaolin. Mafanikio mengine ni kwamba JST ilikamilisha utoaji wa mafunzo kwa wachimbaji wadogo wa madini wapatao 2733 kuhusu uchukuaji wa sampuli wakilishi na utambuzi wa jiolojia ya maeneo yenye uwepo wa madini. Mafunzo yalifanyika katika mikoa ya Lindi, Morogoro, Geita na Mwanza. Sehemu nyingine ya mafanikio ni kupata ithibati kwa njia nyingine 2 za uchunguzi wa sampuli za madini na kufikisha jumla ya njia 3 zenye ithibati katika maabara yetu ya JST. Njia hizo ni uchunguzi wa sampuli za dhahabu kwa njia ya kemikali yani aquaregia na upimaji wa kiwango cha majivu katika makaa ya mawe kwa njia ya utofauti wa uzito yani gravimetric. Kupatikana kwa ithibati hizo kumekuwa na manufaa mengi kwa taifa ikiwemo kupanua wigo wa majibu ya uchunguzi unaofanywa na maabara ya JST mpaka kutambulika kimataifa. Kuongezeka kwa idadi ya sampuli zinazoletwa katika maabara ya JST kwa ajili ya uchunguzi, lakini vile vile kuongezeka kwa makusanyo yanayotokana na huduma za maabara. Aidha, baada ya ukaguzi uliofanyika mwezi Machi mwaka huu kupitia chombo kilichotupatia ithibati SADCAS, maabara ya JST imeendelea kukidhi vigezo vya kuendelea kubaki na ithibati kwa kipindi kingine cha miaka 5 mpaka Oktoba mwaka 2029. Sehemu nyingine ya mafanikio ni taasisi imefanikiwa kupata kibali cha ajira na kukamilisha taratibu zote za ajira na kuwezesha watumishi 24 katika kada mbalimbali kuajiriwa na kuripoti kazini. Aidha, kwa bajeti ya mwaka huu wa fedha tunayoendelea nayo, taasisi imepata kibali cha kuajiri watumishi wengine 34 ambapo taratibu za ajira zinaendelea katika mamlaka ya ofisi ya Rais Secretariat ya ajira. Na sehemu nyingine ya mafanikio ni maboresho ya mazingira ya utendaji kazi na vitendea kazi yamefanyika kwa kiwango kikubwa. Vitendea kazi na vifaa vya kisasa vilivyonunuliwa katika kipindi husika ni pamoja na mashine za mionzi. Katika uchunguzi wa sampuli za madini kuna mashine ambazo tunatumia ni mashine za mionzi kwa ajili ya kuangalia madini msingi yani base metals, major na trace elements. Kwa hiyo vifaa hivi tumevipata katika kipindi hiki. Ni mashine za XRD na mashine za XRF kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli za miamba na udongo. Lakini vile vile tumefanikiwa kupata tanuru kubwa ambalo tanuru hili linatuwezesha kufanya uchunguzi wa sampuli za dhahabu na lina uwezo mkubwa wa kuingiza au wa kupokea sampuli 50 kwa wakati mmoja ukilinganisha na hapo awali tulipokuwa na tanuru dogo lenye kupokea lililokuwa na uwezo wa kupokea sampuli 16 kwa wakati mmoja. Na kazi yote hiyo ya uchunguzi kupitia tanuru hufanyika kwa saa moja. Kwa hiyo imetuongezea capacity ya kwenda mbali zaidi na kuongeza wigo wa utoaji wa majibu ya sampuli kwa wakati. Vile vile tumepata vifaa vipya ambavyo ni ABEM thermometer, ABEM Teralock, GDD IP receivers, electromagnetic machines, HANA multiparameter, diaper, na upatikanaji wa vifaa hivi utawezesha taasisi kuwa na timu za kufanya utafiti kati ya 3 mpaka 5 kutegemeana na mahitaji ya wateja ukilinganisha na timu moja hapo awali. Tunapokea kazi za ushauri elekezi kutoka kwenye ofisi mbalimbali za umma, lakini makampuni, wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Ushauri huo elekezi hutuhitaji tutumie baadhi ya vifaa. Sasa ongezeko la vifaa hivi na maana linatuwezesha sasa kupanua wigo wa kutoa huduma ya ushauri elekezi kwa wadau wetu. Pia kwa uwepo wa vifaa hivyo, taasisi itaweza kufanya utafiti wa madini kinywe, yani graphite, shaba, copper na nickel kwa ufanisi mkubwa pamoja na tafiti za maji, upimaji wa ubora wa maji na kina chake, tofauti na hapo awali ambapo taasisi haikuwa na uwezo huo. Sehemu nyingine ya mafanikio ni kwamba JST iliongeza mashirikiano na taasisi za ndani na nje ya nchi kwa lengo la kubadilishana uzoefu na teknolojia katika masuala ya utafiti wa madini. Tunajua kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana hasa katika upande wa utafiti wa madini hata na uchimbaji. Kwa taasisi ambazo JST inashirikiana nazo na imeingia moyo nazo ni pamoja na kwa hapa ndani ni vyuo vikuu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Shirika la Taifa la Madini STAMICO. Kwa upande wa nje tuna mashirikiano sasa ya taasisi yetu na taasisi ya jiolojia ya Korea Kusini. Mashirikiano haya yamesainiwa jana na mtendaji mkuu wetu. Lakini vile vile tuna mashirikiano na Geological Survey ya Finland na Burundi pia. Mwelekeo wetu sasa ni upi kwa kutokea hapa kwenda mbele? Eneo la kwanza ambapo naomba nilitolee ufafanuzi au maelezo ikiwa ni sehemu ya mwelekeo wetu ni kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa kutumia ndege, ili kuongeza eneo la nchi lililofanywa utafiti huo kutoka 16% za sasa hadi kufikia 34%. Utafiti huo unatarajiwa kufanyika katika eneo lenye ukubwa wa 18% la nchi yetu, na lengo la serikali ni kufikia 50% ifikapo mwaka 2030. Utafiti huo ukikamilika utakuwa na manufaa mengi kwa nchi yetu katika sekta ya madini, kilimo, maji, mazingira, mipango miji na sekta ya ujenzi. Na maana taarifa tutakazozalisha katika utafiti huo zitakuwa ni taarifa fungamanishi na wengine wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali.